Habari zenu ndugu watazamaji wa channel ya Jibambe TV tiba za kiasili. Basi leo niko na tiba ambayo ni muhimu sana kwa kuzingatia iwapo wewe ni mfuatiliaji wa channel yako hii ya Jibambe TV tiba za kiasili. Basi ni muda mwingi watu wameomba niwafundishe tiba inayotokana na shida ya bawasiri ama ugonjwa wa bawasiri. Basi leo ningependa niwafundishe tiba hii na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itawasaidia tiba hii na muwe ni mwenye kupona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi yule ambaye kwamba ana dalili hizi katika mwili wake, basi bawasiri husababishwa na chanzo kikuu kuwa wewe ni mwenye kupata choo kigumu ama kuwa na shida ya kupata choo, ama utakapoenda kwenye choo ama kwenda kujisaidia, basi ni mwenye kutabika sana, ni mwenye kupata shida kutoka choo kile. Choo kuwa kigumu, choo hali ya kwamba yani unatabika kuumia katika sehemu za nyuma ya haja unaofanyia haja yako. Pia vile vile dalili nyingine ya bawasiri ni kupata damu wakati unatoa kile choo, tena choo kile kimetoka kwa shida, halafu mwisho utapata damu zinatiririka kwa wingi ama kwa uchache. Basi hizi ni dalili za ugonjwa wa bawasiri. Basi iwapo una changamoto kama hizi, wewe mfuatiliaji wa channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili, ningependa niwafundishe dawa hii, ijapokuwa sio wengi ambao kwamba wana matatizo kama hayo, lakini kuelimishana katika tiba ni muhimu. Kama wewe utakuwa hauna shida kama hizo, lakini nina imani kutakuwa na mwingine ambaye kwamba atakuwa ana matatizo kama hayo, basi aweze kujisaidia akiwa hapo nyumbani kwake. Je, ni kitu gani ambacho unaweza ukafanya ili ujisaidie? Moja kwa moja nataka nikupe dawa ambayo kwamba ni rahisi sana na nadhani utaipata popote pale. Basi kuna mti unaoitwa kivumbasi. Nadhani kivumbasi nimefundisha kwa tiba tofauti tofauti, lakini leo hii nataka nikupatie faida ya kivumbasi inavyotibu ugonjwa huu wa bawasiri. Basi enda uchume kivumbani chako cha kutosha. Enda uchune kivumbani chako cha kutosha. Kile ambacho kwamba wewe utaweza kuchuna cha kutosha. Ukishapata kivumbani chako cha kutosha, utarudi nacho hadi nyumbani, utakiosha, utakisafisha vizuri, na ukishamaliza basi utakichuna vizuri ama utakikatakata vizuri, yale majani yake pamoja na miti yake hizo, utakatakata vizuri. Baada ya hapo utaingiza maji lita 2 ama lita 1.5. Tuko pamoja? Utaingiza maji lita 1.5 ama lita 2 katika sufuria. Utaweka dawa yako katika moto. Utaiacha itokote kabisa hadi iive. Ikishaiva utaipua, uiweke chini ipoe. Ikishapoa utachukua
kikombe kimoja ama glasi moja utakunywa. Utakunywa glasi moja asubuhi, utakunywa glasi moja mchana, utakunywa na glasi nyingine jioni ama usiku. Dawa hii ya kivumbasi ukifuatilia na jinsi ninavyokuelekeza, basi itakuondoshea matatizo hayo ama itapunguza maumivu hayo na uwe ni mwenye kupata afueni. Utatumia dawa hii kwa wiki 1 hadi 2. Wiki ya kwanza utumie, uangalie hali zinaenda vipi. Ukitoka hapo ukiona kuna nafuu ama bado, utaendelea pia hadi wiki ya 2. Dawa hii ya kivumbasi ukishatumia glasi ya asubuhi, mchana na jioni, yale maji ambayo kama umechemsha umekunywa, utachota maji mengine hayo ambayo kama umeyachemsha, utachota hayo, utaenda utachambia. Kwa sababu bawasiri pia kuna wale ambao huwa wanawashwa katika sehemu za nyuma anapofanya haja. Yani ile sehemu yake huwa anawashwa sana, anajikuna mara kwa mara, hana amani. Hata akiwa mbele za watu pia anatamani ajikune, ama akiwa amekaa mahali anatamani ajikune. Hizi ni dalili za ugonjwa huu wa bawasiri. Basi utakuwa unachambia maji hayo ya kivumbasi. Hata hiyo siku moja ukishachambia utaona tofauti, ule muasho utaisha. Utachambia maji hayo kwa muda wa siku 4. Siku 4 utaona mabadiliko. Huo mambo ya kujikuna na kusikia muasho utaisha na utaona tofauti kubwa. Ndio utaamini kweli dawa zipo na dawa za asilia zinafanya kazi. Fanya hivyo ndugu yangu kama wewe ni mwathirika na ugonjwa huu wa bawasiri. Basi tumia hichi kivumbasi ama kivumbani tunavyoita watu wa pwani ya Kenya, lakini asilia yake wengi wanaita kivumbasi. Tumia hii ndugu yangu nimekupa, itakusaidia na itakupunguzia machungu ama maumivu ya ugonjwa huo wa bawasiri. Kama wewe ni mgeni, na kuomba subscribe channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili, na utajifunza mambo mengi yanayotokana na dawa za kiasili. Na kama kuna swali, basi utaenda kwa comment section hapo, utadondosha